Amina. Leo tutajifunza kuhusu kutembea na uwepo wa Mungu. Amina. Amen. Kutembea na uwepo wa Mungu. Moja kati ya kitu cha muhimu sana ambacho kama Mkristo anakihitaji kwenye maisha yake ni uwepo wa Mungu. Haleluya. Baada ya Mkristo kumwamini Mungu, baada ya kutubu na kugeuka kwenda kwa Mungu, kitu anachokihitaji kikubwa sana kwenye maisha yake ni kwenda na uwepo wa Mungu. Haleluya. Amen. Basi ule uwepo wa Mungu ukiwa pamoja na wewe, huo ndio utakao kuwezesha wewe kutembea katika safari nzima ya wokovu. Safari ya wokovu au hitaji na kuhitaji uwepo wa Mungu sio hitaji la kusema ninaipokea leo basi tutakuwa tumemaliza. Hitaji la uwepo wa Mungu ni mchakato ambao utakuhitaji wewe uende nao kila iitwapo leo. Uwepo wa Mungu kama hitaji ambalo Wakristo wengi ambao wangehitajika kuwa nalo, yaani huenda wangeacha hata kuomba mahitaji yao, huenda wangeacha kuomba vitu wanavyotamani Mungu afanye kwenye maisha yao, maana wengi wamekazana kuomba kwa ajili ya uchumi, afya na nini. Lakini nikwambie leo, kati ya kitu kikubwa sana ambacho unakihitaji kwenye maisha yako kama muamini, kama uliokoka, ni kuwa na uwepo wa Mungu pamoja na wewe. Haleluya. Amen. Tumesoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 14 ambao ulikuwa unasema ya kwamba ni maneno ya Mungu. Alikuwa anaambiwa Musa, alikuwa anamwambia Mungu ya kwamba uso wangu utakwenda pamoja na wewe nami nitakupa raha. Ni Mungu alikuwa anamwambia Musa ya kwamba uso wake utakwenda pamoja na yeye na yeye atampa raha.